Habari za muda huu, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Ujambo na karibu kujiunga nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa tarehe 24 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, kama kawaida yetu tuko hapa kukuletea kile kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo ili uendelee kupata habari za uhakika kutoka kwetu, tunakusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi. Asubuhi leo tunayo mengi ya kuweza kukujuza. Atakujuza kile ambacho endelea huko Mwenga, lakini pia tutajielekeza moja kwa moja huko Uvira, Luvungi na sehemu zingine za mkoa wa Kivu Kaskazini ili tupate kufahamisha yote yanayojiri sehemu hizo leo tarehe 24 Novemba mwaka wa 2025. Hivyo nakualika kuwa nami mwanzo hadi tamati. Naam, bila shaka natumai kwamba utakuwa salamu salimini popote ambako unaendelea kutusikiliza kwa muda huu, mpendwa msikilizaji. Na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari kutoka jimboni Kivu Kusini huko tarafani Mwenga, ambako makundi ya wazalendo yanaendelea kujimarisha kwenye ngome zao katika maeneo ya mapigano, hususan katika kijiji cha Butongo, wakijiandaa kukabiliana na wahasi wa AFC M23 ambao wanaonekana kuongeza shinikizo katika baadhi ya vijiji vya tarafani Mwenga. Katika mahojiano maalum na wenzetu kutoka huko Mwenga, msemaji mmoja wa kundi mojawapo ya kizalendo kwenye mstari wa mbele kwenye uwanja wa mapambano ametoa picha halisi ya hali ya vita inayoendelea kwa sasa, akieleza jinsi vikundi hivyo vinavyojipanga na changamoto ambazo nakutana nazo huko kwenye uwanja wa vita. Huyo hapa, msikilize, anaeleza hali ya uwanja wa vita kule ambako wanapatikana kwa sasa katika kijiji cha Butongo. Jambo ndugu. Jambo bwana mwalimu. Unaitwa nani? Mimi ni Etienne Ngereke, nikiwa msemaji wa wazalendo wa Mwenga Shabunda pia wa Papo. Ndio. Na unapatikana hapa kwenye uwanja wa mapambano. Kazi inaendeleaje? Yesu ametusaidia, kazi yameendelea salama sababu tuko katika uwanja wa mapambano hii tariki 23 Novemba 2025 kwenye kijiji cha Butongo mkoani mdogo wa Ihanga katika mkoa wa Lwindi, bwana journalist. Okay. Na resulta ni gani siku 2-3 au 4 mko hapa? Matokeo ni mazuri sababu hata ukiangalia majeshi wetu wamejipanga vizuri. Tuko kwenye uwanja wa mapambano kwa lengo moja, kwa kutetea hili taifa ambalo Mungu ametupea bwana journalist. Ndio maana unaona kama tuko tunapigana kwa kujitahidi kwa kiasi kikubwa ambacho Mungu ametupatia, ili udongo wa mababu usiende na warugaruga wa Nyarwanda na wale wa M23 bwana journalist. Message gani unayo ku government ya Kongo? Message ambao tunao ku government ya Kongo ni kusema kama majeshi wako na wamejitahidi sana ili kutetea hii taifa. Ndio maana taifa letu hawa viongozi wa serikali waangalie jinsi namna wanaweza kufanya ili majeshi ambao wamepatikana katika vikundi za wazalendo wawe kabisa na ubora katika kazi, washughulikiwe kipesa, washughulikiwe kiuchumi, washughulikiwe pia kwa vyombo, sababu ni wazalendo vile wazalendo wanakuja, ndio maana taifa letu limetetewa pamoja na wale wa wenzetu wa taifa wa majeshi ya Burundi, ndio pia na FARDC yetu, tunaungana mkono kwa mkono ili kujengua adui hiyo pande ambao adui alikuwa anakaba. Kwa sasa majeshi ya wazalendo na marafiki zetu wa Burundi wamekaba hiyo pande. Sasa sisi kama wazalendo tuna moyo wa shukrani kwa kuungana mkono pamoja na jeshi la taifa pia na wale wa Burundi. Message gani unayo kwa raia?
Message yenye tuko nao kwa raia yetu ya Kongo ni kusema kama watumainie jeshi la taifa, watumainie jeshi la wazalendo, pia na marafiki yetu wa Burundi. Okay. Asante. Asante, ni Etienne Ngereke bwana Mwariri, nikiwa katika shamba la mapambano pa Butongo. Ndio maana unaona milio ya risasi inaendelea kusikilika na kupamba moto katika hii tariki ya leo 23 Novemba 2025 ya alfajiri. Okay, tunashukuru. Ni mimi nakushukuru bwana Mwariri. Na tukusalia tu jimboni Kivu Kusini, tuelekeze moja kwa moja huko tarafani Uvira, ndani ya mji huo ambako milio mikali ya risasi imeripotiwa kusikika ndani ya mji wa Uvira kwenye kata mbalimbali, hali ambayo imeweza kuzua hofu mkubwa kwa wakahaji wa mji huo. Duru kutoka maeneo hayo zinaeleza kuwa milio hiyo ya risasi ilianza kusikika rasmi mnamo majira ya saa 11 jioni katika kata ya Kimanga ndani ya mji wa Uvira. Lakini chanzo ilipotokea wapi? Chanzo ilipotokea kwa watoto zetu wanaoitwa wazalendo kule Kalundu Cathedral, ndipo kuna shirika ambapo lilikuwa likipokeza chakula, na wakati ile shirika linapokeza chakula, wazalendo wakaanza hali ya kunyang'anya chakula kwa marahia. Sasa ile wakati ile jambo lilipoendelea, wa jeshi la serikali FARDC na ikaingia mahali pale kwa kuanza kutetelea wala kukingilia. Sasa na hapo ndipo palianziwa sasa ufyatuaji wa risasi. Na wakati ilipoanza kusikilizika ile ufyatuaji wa risasi, waliokuwa mlongo na wakaitikia. Wakaitikia hadi mpaka Kavimvira tulipo hapa kwenye Rompwe nao pia wakaitikia. Lakini hapa kwenye tuko hapa Kavimvira kwenye kai kubwa hapa kulia hata risasi hata moja. Kwa hiyo ndio gisi mambo yaliendelea, kwa sababu tulizidi kudadisi na kujua tokeo ni kitu gani, ila hiyo ndio tokeo ni kupenda kunyang'anya raia chakula, kwa sababu wa raia walishindwa wanapokea chakula. Watoto zetu wakaona njaa inawasumbua eti waibie wala wanyang'anye raia chakula, na ndivyo jeshi la serikali alikutaka, kwa sababu kazi ya jeshi ni kulinda raia na mali yake. Na hawezi kupenda mtu anyang'anye raia mali zake, na ndio maana hapo walifikiria mpaka kuatoa kama hizo. Hiyo ndio machache ambapo nilikwenda kuyasikia kupitia undani. Upande wake Makanaki Kasimbira John ameeleza yafuatayo kuhusu vurugu ambayo imeripotiwa huko ndani ya mji wa Uvira. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John ndio nabasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Mimi Makanaki Kasimbira John ndio natuma hii message. Hii message naitumia komanda vile wa FARDC katika mji wa Uvira. FARDC heshimie wazalendo na wazalendo waheshimie FARDC. FARDC heshimie wazalendo na wazalendo waheshimie FARDC. General eko hapa Chivire, komanda Rejo iko hapa, hakuna tatizo hata moja. Sijui kama komanda vile anataka sema nini. Jeshi wetu wa FARDC, hakuna mzalendo, hakuna FARDC. Jeshi wa FARDC anapiga komanda wa mzalendo. Alikuwa ishakunywa pombe kidogo, iko mulevi, iko nafanya desordre. Kiongozi wa mzalendo anamwambia kitu gani uko nafanya, achana na hivi. Yeye anapiga ule kiongozi ya mzalendo. Bengine basoda bazalendo biko pale, ni kiongozi iko na escort pale, iko na zunguruka mu centre ville jua security. Na huyu soda anapiga kiongozi wetu kama vile nani, naye banamupinire, banamupiga. Sasa na kama balimupinire ni muzalendo bene balimukamata, na ndo baliita tena FARDC mukamate jeshi wenyu iko hapa, alifanya udiscipline. Sasa sipendi mambo ya kudistre batu, ikuwe fujo si benyewe kwa si benyewe juu ya kuingiza adui Uvira. Hapana.
Na tukisalia bado huko tarafani Uvira, ni kwamba msichana mmoja mwenye umri wa miaka takriban 20 ameuawa usiku wa kuamkia tarehe 21 Novemba mwaka wa 2025 huko Luvungi katika wilayani Uvira mkoani Kivu Kusini. Tukio hilo linadaiwa kufanywa na mwanachama mmoja wa kundi la kizalendo linalofanya shughuli zake katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mauaji yalitokea ndani ya ukumbi wa parokia ya Luvungi ambako kulikuwa na mkutano wa waimbaji wa kanisa uliowaleta pamoja waumini kutoka maeneo ya Luberizi pamoja na Bwegera. Taarifa za viongozi wa jamii zinaeleza kuwa mtuhumiwa ni aliyewahi kuwa mlinzi wa parokia hiyo ambaye sasa ni mpiganaji wa kundi mojawapo la kizalendo linaloongozwa naye mtu ajulikanaye kwa jina la Picheni. Mtuhumiwa huyo ametambuliwa kwa jina la Huruma Chovia. Kwa mujibu wa taarifa hizo, binti mmoja aitwaye kwa jina la Mende Alifa mwenye umri wa kati ya miaka 18 hadi 22, mkaaji wa Bwegera, amepoteza maisha. Zaidi ya watu 4 wamejeruhiwa vikali na wengine kadhaa kupata majeraha mepesi. Watatu kati ya majeruhi, akiwemo mwanamke mmoja mtu mzima, msichana pamoja na mvulana, wamehamishwa asubuhi ya tarehe 23 moja kwa moja katika hospitali kuu ya mji wa Uvira kwa ajili ya matibabu maalum. Waathirika wengine waliopo katika hali ya utulivu wanapata huduma katika kituo cha Kikatoliki cha Saint Famille cha Luvungi. Tukio hili limetokea ikiwa ni siku moja tu baada ya watu wawili kuuawa kufuatia mapigano kati ya makundi mawili ya wazalendo huko Sange, hali iliongeza wasiwasi juu ya kuongezeka kwa vurugu katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Sud Kivu, aidha mkoa wa Jimbo ya Kivu Kusini. Mashirika ya kiraia imelaani vikali kuongezeka kwa matukio haya ya ukatili na inatoa wito kwa mamlaka kuweka uratibu madhubuti katika uendeshaji na usimamizi wa makundi ya wazalendo yanayofanya shughuli zake katika eneo hilo ili kulinda usalama wa wananchi. Jimboni Kivu Kusini daima, hali ya wasiwasi inaendelea kuongezeka katika wilayani Mwenga, mkoa wa Kivu Kusini, ambako wakaaji wanapaza sauti dhidi ya kile wanachokiita unyanyasaji wa vitendo vya ukatili vinavyofanywa na baadhi ya wapiganaji wanaojiita wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa uchifu wa Muzimu, hasa katika Kagwema groupmenti la Bashibungembe, wakaaji wanasema vijana hawa wenye silaha ambao awali walitangazwa kuwa walinzi wa jamii sasa wanawatia hofu na kuwalazimisha kufuata sheria zisizokuwa zenye kukubaliwa. Mashuhuda wanaripoti kuwepo kwa vizuizi haramu ambapo wananchi hulazimishwa kulipa kiasi kikubwa cha fedha, wakati mwingine maelfu ya faranga za Kongo ili kupita. Kesi za ukatili na kimwili pia zimethibitishwa, ikiwemo tukio la kijana aliyepigwa kwa sababu hakuweza kulipa fedha alizodaiwa. Kutokana na kuzorota kwa usalama, Mouvement Citoyen Machozi ya Raia kupitia mwakilishi wake ambaye hakutaka jina lake kutajwa kwa ajili ya usalama katika maeneo hayo, wametoa tamko rasmi la kulaani vikali vitendo hivyo walivyoviita ubabe wa unyama, na wamezitaka mamlaka za serikali kurejesha haraka uwepo wa ukweli kwa dola katika maeneo hayo. Na sasa tujelekeze uko jimboni Kivu Kaskazini, tarafani Masisi, ambako mapigano mapya yameripotiwa kuanza alfajiri ya tarehe 23 Novemba mwaka wa 2025 karibu na Nyabiondo katika sekta ya Osobanyungu wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa zinaeleza kuwa mapigano hayo yamewaleta pamoja waasi wa AFC M23 dhidi ya wapiganaji wa Zalendo kutoka kundi la APCLC. Kwa mujibu wa vyanzo vyetu vya eneo hilo, milio mizito ya silaha kubwa na ndogo imesikika tangu asubuhi, hali iliyowatia hofu wakaaji na kuleta tamruki ya ujumla.
watu wengi wamejifungia manyumbani mwao, huku wengine wakilazimika kutafuta njia za kujinusuru kutoka maeneo ambayo wanapatikana sehemu ya mapambano. Katika mji wa Nabyondo, mapigano haya yamesababisha kusimama kabisa kwa shughuli za kijamii, kiuchumi na kidini. Ibada ya Jumapili haikuweza kufanyika, maduka yalifungwa na shughuli za usafiri pamoja na soko zimekoma kwa hofu ya kuingia katika hali ya vita. Kinachostua zaidi wakazi ni kwamba mapigano haya yanaendelea licha ya kuwepo kwa makubaliano ya Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wahasi wa AFC M23 pamoja na tamko la kusitisha mapigano lililopo mezani. Hali hii inaleta maswali kuhusu utekelezaji halisi wa makubaliano hayo ya dhamira ya wahusika kutafuta amani ya kudumu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa hali bado ni tete na mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo kadhaa karibu na Nabyondo. Wakazi wanaomba mamlaka za kitaifa na kimataifa kuingilia kati haraka ili kulinda raia na kuzua kuongezeka kwa maafa ya kibinadamu katika eneo hilo ambalo tayari limeathiriwa kwa muda mrefu na vita vya mara kwa mara. Na tukitoka huko Masisi moja kwa moja tujielekeze huko kwenye ikulu ya jeshi la taifa FARDC ambako Jenerali Meja Nyembo Abdalla ameteuliwa Alhamisi tarehe 20 Novemba kuwa kamanda wa ukanda wa 3 wa ulinzi wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Anachukua nafasi ya Luteni Jenerali Pacifique Masonzo kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi. Luteni Jenerali Pacifique Masonzo ambaye amekuwa akikabiliwa na ukosoaji kuhusu ukosefu wa uwepo wake kwenye uwanja wa operesheni na kuzofishwa na kukaa kwake kwa muda mrefu mjini Kinshasa, ameondolewa kwenye wazifa wake na nafasi yake kuchukuliwa na afisa aliyejulikana kwa ukaribu wake na uwanja wa mapambano. Jenerali Pacifique Masonzo aliyekuwa kamanda wa ukanda wa 3 wa ulinzi alikamatwa Jumatatu tarehe 3 Novemba huko Kisangani, muda mfupi baada ya ziara ya mkuu wa majeshi ya FARDC. Kwa kumbukumbu ni kwamba Jenerali Meja Nyembo Abdalla aliteuliwa tarehe 22 Mei mwaka wa 2025 kuwa kamanda wa operesheni Sokola ya kwanza Grand Nord na wa Front Nord katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Baada ya miaka mitatu akisimamia operesheni za kijeshi katika Ituri, alirejea tena Kivu Kaskazini ambako aliwahi kuhudumu kama kamanda msaidizi anayehusika na operesheni na ujasusi katika sekta ya Sokola ya kwanza. Kuanza kazi kwake kunatarajiwa kuwa na changamoto kubwa. Analazimika kuimarisha mstari wa ulinzi kutokana na kuendelea kusonga mbele kwa wahasi wa M23 ambao tayari wanadhibiti eneo kubwa la wilayani Lubero na sasa wanatishia wilayani Beni pamoja na jiji la Kisangani. Kwa upeo wake mpana kuhusu hali ya usalama Kivu Kaskazini na uzoefu wake katika operesheni za pamoja kati ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF, Jenerali Meja Nyembo Abdalla anatarajiwa kucheza jukumu muhimu katika kuleta utulivu katika eneo linaloendelea kukabiliwa na mzozo kwa muda mrefu. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zimesomwa kwenye nami Ramsehi Ramadhan. Na kusihi ikiwa labda haujasubscribe channel hii, hakikisha unafanya hivyo ili uendelee kupata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Mwisho wa habari hizi ni mwanzo wa habari zingine, kwa hivyo nakusihi kuwa nami tena katika habari zetu za hapo baadaye, na kuaga kukutakia mwanzo mwema wa wiki hii tunayo ambayo inaelekea kumaliza mwezi Novemba na kukaribia mwezi Disemba ambao hakuna hajuae utakuja namna gani. Na kuaga kusema bye bye, tukutane tena kunako majaliwa. Kwaheri.